tu mara baada ya mechi za Yanga nyingi zikitokeaga tena, hususan Yanga akishinda goli kuanzia 5 6, yes, so kauli za match fixing. Unaona kwa nini inatokea kwenye michezo ya Young Africans? Sijawahi kusikia kwenye mambo ya Simba, sijawahi Azam akicheza, sijawahi kusikia, ila kwa Young Africans ndo mara kadhaa nimekuwa nikisikia hivi. Kuna sababu za kihisia. Mimi binafsi nafikiri kuna sababu za kihisia, kwa maana ya kwamba baadhi ya wadau na wachambuzi inawezekana wanazungumza kwa sababu ya hisia, kuhisi bwana labda kuna kitu fulani hakipo sawa, si vizuri, labda kutokana na mambo mengi ambayo yanatokea kwenye mpira wetu, labda yakihusiana labda na Young Africans, si vizuri, inawezekana labda wanafikiria hivyo. Lakini kuna engo nyingine ambayo mimi nafikiri labda zaidi ni sababu pia za kishabiki, si vizuri, yani watu hawaamini kwenye uwezo wa Young Africans kwamba Yanga ni timu bora hivi sasa Tanzania. Yanga wana uwezo wa kuifunga timu yoyote, na ndio maana wameweza kuutawala mpira wa Tanzania kwa takribani miaka 4 mfululizo. Yaani watu hawaamini hivi. Mimi naamini issue ya upangaji wa matokeo ipo duniani kote. Sio vizuri. Ipo duniani kote. Na issue ambayo huwezi kuithibitisha kwa haraka kwa sababu ni issue sensitive sana. Mimi naamini kwa mpira wa Afrika ulivyo, mimi binafsi naamini kwa mpira wa Afrika ulivyo, uweledi ni mdogo mno. Uweledi ni mdogo mno. Kwa hiyo ukishitumu Yanga moja kwa moja utakuwa unawakosea, si vizuri. Lakini tunapaswa kuangalia mpira wetu wa Afrika kwa jicho lingine tofauti kabisa, kwa sababu hizo issue hazitokei tu kwenye mpira wa Tanzania, mpaka mpira wa Afrika kwa ujumla. Yani kwa mfano kama kaskazini mwa bara la Afrika, ndio kila siku kesi haziishi. Watu kama wanafuatilia hiyo ligi ya Misri yenyewe, kila siku wanazingua. Hapa katikati kuna kesi ya Al Ahly na moja kati ya waamuzi ambao walichezesha mechi ya Al Ahly na Ceramica Cleopatra. Al Ahly wakiwa wanaomba penalti yao ambayo walinyimwa dakika za mwisho kabisa. Wao wanaamini, Al Ahly sasa wanaamini ile penalti walinyimwa kwa makusudi kwa sababu ya kuwatengenezea mazingira Zamalek kuchukua ubingwa, kwa sababu mpaka hivi sasa wanaongoza ligi ya Misri. Sijui mara vizuri. Au ni Al Ahly na Zamalek. Ukienda Tunisia juzi kulikuwa kuna story inayohusu Club Africain. Club Africain walipanga kuchapisha ukurasa ambao unaweka picha za waamuzi wote waliochezesha mechi za Esperance Sportive de Tunis. Yaani waamuzi wote ambao waliochezesha mechi za Esperance Sportive de Tunis na wote waliowabeba Esperance Sportive de Tunis. Club Africain kutoka wapi? Tunisia. Wakiamini Esperance anabebwa kwenye ligi na hao waamuzi. Umeona? Hao wote mazingira ni mazingira ya kutokuaminiana kwenye mchezo wa mpira wa miguu, na issue inayohusu masuala ya match fixing, upangaji wa matokeo. Italy ishawahi kutokea issue ya Calciopoli, issue ya upangaji wa matokeo. Sasa ukilifikiria taifa kama Italy iliwahi kutokea issue ya upangaji wa matokeo. Ukifikiria kashfa walokutana nayo FC Barcelona kwenye kuwaonga marefa, kama unakumbuka kuna issue ilitokea hapa katikati, kashfa nzito kuhusu Barcelona kuwaonga marefa ndio wakawa mabingwa sijui wa La Liga na nini mpaka UEFA. Sio vizuri. Kiakili na kifikra hauwezi kuacha kufikiria kuhusiana na mpira wa Tanzania. Sio vizuri. Kwa sababu kuna baadhi ya mechi ukiziangalia unaona hii mechi mbona haina ushindani? Hii mechi mbona iko hovyo? Hii mechi kweli ina hadhi ya kuwa mechi ya ligi kuu Tanzania bara, lakini kuna mechi zingine unaona hiyo timu inakaza meno kweli kweli. Sijui tunaona vizuri. Kwa mazingira kama hayo yanawafanya watu wahisi tofauti. Yaani unakuta hii mechi huyu anacheza anakaza meno kweli kweli. Hii mechi mtu anacheza kawaida, simple, yani kama hakuna mchezo wa mpira wa miguu. Sio vizuri. Na unakuta anaruhusu magoli easy, kiasi ambacho kibinadamu lazima iibue hisia ambazo watu wanaweza kufikiria kwamba ni issue za nini, za upangaji wa matokeo. Sasa
ni hisia. Hisia hazipaswi kuthibitishwa moja kwa moja na wewe kupitia labda ukurasa wako. Wewe inabidi uhisi, utengeneze hisia na usishutumu. Shida sasa, kuna eneo moja wachambuzi na baadhi ya wadau wanakosea, wanashutumu moja kwa moja, lakini kuhisi wala haikatazwi. Na nafikiri kama kuna kiongozi anaweza kumpangia mtu kuhisi, basi huyo kiongozi hafai kuwa kwenye mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu duniani kote hizo hisia za upangaji wa matokeo, hizo hisia kwa mashabiki na wadau wa soka zipo za upangaji wa matokeo. Sio vizuri kwa timu ambayo inafanya vizuri. Kipindi fulani Manchester United tulikuwa tunautawala mpira wa nandiwa ligi kuu ya England. Ikawa inasemekana Manchester United tunabebwa. Siku moja Jose Mourinho aliwahi kuongea kauli kwenye vyombo vya habari kama hivi mnavyoona mimi. Alisema kupata penalti Manchester United mpaka mtu akuchome kisu ufie pale kwenye box ndio upewe penalti. Ile ilikuwa shutuma, sio shutuma. Ina maana Manchester United wanabebwa. Iliwahi kutoka pia shutuma ya kwamba Howard Webb, refa mkongwe na sasa hivi ndio mwenyekiti wa PGMO, kile chama cha waamuzi pale England, ni shabiki kindaki wa Manchester United. Linapokuja swala la kuichezesha Manchester United, huwa hafichi mapenzi yake. Kama ni penalti weka pale, kuna muda na wanyonga. Kwa hiyo hizo issue zipo kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Na hisia hizo zipo, lakini pia kuna ukweli ndani yake, sababu tayari kuna watu walishakamatwa na hizo issue. Sio vizuri. Tanzania hii kuna watu walishawahi kuthibitika. Nakumbuka una voice moja ilikuwa inasambaga kipindi fulani. Kabwili alishakuja mpaka na ushahidi, Ramadhani Kabwili, kwamba alipelekewa fedha. Kuna kipindi fulani Benjamin Yasukile live aliwahi kusema wamepelekewa milioni 40. Umesahau? Nakumbuka una voice ilikuwa inasambaa sana, nadhani ni hiyo. Sasa kama hivyo vitu vyote vipo na vishawahi kuzungumzwa, ni kosa watu kuhisi kwamba ligi yetu ina upangaji wa matokeo? Sio kosa. Kosa ni kuishtumu klabu fulani inahusika na upangaji wa matokeo. Ukishutumu wewe unakosa, ila kuhisi kwangu mimi nafikiri sio kosa. Ila ukishutumu bwana Yanga inahusika na upangaji wa matokeo, wana haki ya kukushtaki. Wana haki ya kukushtaki kwa sababu unapaswa kuja na vithibitisho. Ukija na vithibitisho, hata sisi wenyewe tutashukuru, tutasema wala umetusaidia. Hata sisi, hata waandishi wa habari wataenjoy, watasema kweli. Na mimi nafikiri kwa ushauri wangu tulipaswa, mimi natamani kusomea investigation journalism, lakini inahitaji gharama kubwa sana ya maisha. Nadhani unanielewa. Unauza utu kwenye investigation. Of course. Kwa sababu unajitoa muhanga. Tuongee ukweli, Afrika pekee ndio sehemu, na sio tu Afrika, tuseme binadamu wote hatupendi kuchunguzwa na kutoa vile vitu ambavyo viko wazi. Huo ndio uhalisia. Kwa hiyo mimi nafikiri viongozi wa Yanga wana haki ya kuilinda, wana haki ya kuilinda brand yao, wana haki ya kusimama na kuhakikisha kwamba wanaipambania taasisi na taswira ya klabu yenye Afrika. Sawa, tumalizie na mchezo wa kesho wa ligi kuu soka Tanzania bara.